إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي. Hakika jambo la kwanza ambalo tunaanza nalo katika siku yetu hii ya leo, tunaanza na kusali. Thumma narji'u fananhar, kisha baada ya kumaliza kusali tunarejea kwa ajili ya kwenda kuchinja. Faman fa'ala dhalik faqad asaba sunnatana, ambaye atafanya kama hivi atakuwa kapatia mwenendo wetu. Waman nahara qabla as-salah fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laysa min an-nuski min shay. Ama yule ambaye amechinja kabla ya kusali, hicho ni kitoweo amekitanguliza kwa ajili ya familia yake, lakini hatapata thawabu za kuwa amechinja. Ayuha almu'minun, qad sallayna wa ba'da qalilin nadhhab fanalqa, tumekusha kusali na baada ya muda mchache tutakwenda kuchinja. Na tumepokea maamrisho ya Mola wetu katika ibada hii ya kuchinja, ambapo tulitakiwa mwanzo kupitia kwa baba yetu Nabiiullah Ibrahim alayhi salam kumchinja mtoto. Na lau kama ingebakia sheria ni vile vile kwenye uhai wa mtu katika maisha yake, mtoto wake wa kwanza amchinje, ingekuwa ni jambo ambalo gumu na wengi tungeshinda. Lakini Allah ametupa badala. Sasa hivi tunachinja pesa. Kwa maisha yetu ya Tanzania, mtu mwenye 1,500,000 anajikomboa kwa Mola wake kutokana na dhima hii ya uchinjaji, anachinja. Sasa ni unyonge na ni kuridhia vitu duni kwa kwako unakwenda msikitini kupanga foleni ya kusubiri mgao wa nyama, badala ya kuwa wewe
unatoa sadaqa, unakula mwenyewe ile nyama, unawapa majirani, lakini pia unawapa maskini na wahitaji. Huu ndio mkono wa juu. Ama mkono wa kupokea, unapata udhalili katika dini yako kwa sababu ya shilingi 150,000. Kuna mambo umeyafanya mengineo ya ovyo, mengineo ya maasi kwa gharama kubwa zaidi kuliko hiyo shilingi 150,000, na imewezekana. Kwa nini hutaki kumpa Allah subhanahu wa ta'ala 150,000 kwenye kichinjwa hiki ambapo Allah jalla jalaluhu anasema lan yanala Allaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Haifiki kwa Allah subhanahu wa ta'ala damu za wanyama mliowachinja wala nyama za wanyama mliowachinja. Kinachofika kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni uchamungu wenu. Allah anataka kwetu huu uchamungu. Katuruhusu kuchinja leo, katuruhusu kuchinja kesho mwezi 11, katuruhusu kuchinja kesho kutwa mwezi 12, katuruhusu kuchinja na mwezi 13 kabla ya jua la magharibi kuzama. Mpe Allah tabaraka wa taala kile alichokupa. Rudisha ihsani ya Allah kwa mwenyewe kwa kujitolea mnyama, mbuzi au kondoo. Mbuzi aliyofikia umri wa mwaka mmoja, kondoo aliyefikia umri wa miezi 6, unatoa wewe mmoja. Lakini kama mnataka kushirikiana kuanzia watu 2, 3, mwisho 7, mnaweza mkamchinja ng'ombe aliyevuka miaka 2 au ngamia aliyevuka miaka 2. Ikhwan, pia tunatoa takbira kuanzia alfajiri ya mwezi 9 Dhulhijja, siku ya Arafa jana. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Kuanzia alfajiri ya siku ya Arafa, takbira hizi zinaendelea mpaka siku ya mwisho ya kuchinja kama nilivyoashiria, kwa maana mpaka mwezi 13, kwa sababu takbiratu hizi zinaambatana na swala. Maana yake itakuwa mwisho wake wakati wa salatu al-asri katika siku ya mwezi 13. Kwa hiyo tuendelee kuchinja kwa ajili ya Allah, tuendelee kumkabiri Allah jalla jalalu. Haya ni masiku ya kumtukuza Allah tabaraka wa taala. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ayyamu at-tashriq 'iduna ahlu al-islam fahiya ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillah. Haya masiku ya kuanika nyama ni sikukuu yetu enyi Waislamu, ni masiku ya kula na kunywa na kumtaja Allah jalla jalaluhu kwa wingi. Watu wale na watu wanywe min ghairi sarafin wala makhila. Watu wale na watu wanywe wachunge kufanya israf na wachunge kujifakharisha. Asichinje mnyama mkubwa mnono kwa lengo la kutaka kuambiwa kachinja mnyama mzuri. Naam, sheria inataka upate mnyama aliyokuwa mzuri, asiyokuwa na dosari, asiyokuwa na illa, lakini awe lillahi la lilfakhr, kwa ajili ya Allah, sio kwa ajili ya kujifakharisha. Lan yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kinachofika kwa Allah ni ule uchamungu wenu kwa hawa wanyama ambao mmewachinja na mtaendelea kuwachinja. Ayuha almu'minun, ودع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته، وأكد ذلك الله تبارك وتعالى فقال جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قالت اليهود: آية في كتابكم يا أمير المؤمنين لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا.
Mtume aliwaga ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mwaka wa 10 kwenye munasaba wa matukio kama haya tulionayo. Akatia msisitizo uhamaji huo, uagaji huo. Allah tabaraka wa taala, Mayahudi walikwenda kwa Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, wakamwambia kuna aya imeshuka kwenye kitabu chetu, lau kama ingeshuka kwa sisi Mayahudi tungeifanya siku hiyo ni siku ya sikukuu. Ikatajwa aya hiyo, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Leo hii nimekamilisha dini yenu na nimetimiza neema zangu zilizopo kwenu, na nimeridhika kwenu nyinyi dini yenu iwe ni dini ya Uislamu. Ikhwani, Allah tabaraka wa taala ametimiza aliyokusudia kwetu, na ametimiza neema zake zote tunazozihitaji, na ameridhika kwetu sisi kwenye hali ya kuwa kwetu ni Waislamu hayyan wa maita, tuishi Kiislamu na tukife tufe katika hali ya Uislamu. Ayuhal mu'minun, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika moja ya maneno aliyozungumza kwenye kuaga kwake alisema, khudhu anni la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha, chukueni kutoka kwangu mafundisho, huenda mimi nisikutane tena na nyinyi baada ya mwaka wangu huu. Na ni kweli Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotoka pale hakumaliza siku 85, takriban miezi miwili, anataka kukaribia mwezi wa 3, falahiqa birrafiqil a'la. Mtume akaondoka akaenda kukutana na Mola wake, akauacha ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ala mahijati albayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Ayuha almu'minun, alipokuwa anatoka Makka amekwisha kuwaaga Waislamu, anarudi zake Madina, palitokea chokochoko, mvutano, sintofahamu kwa baadhi ya masahaba tena wakubwa na watukufu, miongoni mwao akiwa ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wa arda, akikutana na baadhi ya masahaba, ala ra'sihim Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wakati anajiandaa kutoka katika mji wa Madina kwenda kwenye hijjatul wadaa, alituma baadhi ya wajumbe kwenda kufanya futuhati katika nchi ya Yaman, na miongoni mwa wale wajumbe alikuwepo Ali ibn Abi Talib, na ndiyo aliyekuwa kiongozi wao. Ikatokea malalamiko baadhi ya masahaba juu ya tasarufati za kiongozi wao, wakatia dosari baadhi ya matendo ya kiongozi wao. Wanataja ahlul ilmi, na ni riwaya sahiha, miongoni mwa mambo ambayo walitia dosari kwa kiongozi wao ni kuwa kwake ametumia baadhi ya ngawira kinyume na vile walivyotarajia wao. Fitnatul mali, mtihani kwenye upande wa mali. Walikulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almal, kila umma una fitna yake, na miongoni mwa fitna za ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mali. Wakapinga baadhi ya masahaba namna gani Ali ibn Abi Talib anafanya tasarufati hizi katika ngawira. Kwa hikima kubwa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa si munasib kwenda kulizungumza tatizo lile katika eneo la Makka, kwa sababu eneo lile la Makka wamekusanyika watu wa kutoka maeneo mbalimbali. Mvutano umetokea kwa watu wa Madina.
chukua pointi muhimu sana, na tembea nayo pointi kwenye kila changamoto inayokutokea. Waumini wanamlalamikia kiongozi wao kuhusiana na matumizi ya ngawira, kwamba wao wanaona matumizi haya si sawasawa. Wametoka katika mji wa Yaman, wamekutana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Makka, wametekeleza pamoja naye ibada ya hija. Wakiwa Makka, Mtume amefanya hutuba nyingi kuanzia siku ya Arafa. Katika siku hii ya Nahari leo ametoa hutuba zisizopungua hutuba 5 sehemu tofauti tofauti, lakini wallahi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuzungumza kabisa sintofahamu iliyotokea, kwa sababu watu waliopo katika eneo la Makka kuwaelezea matatizo ya watu wawili watatu waliogombana, ambao tuna uwezo wa kwenda kuzungumza nao wao wenyewe, ni kulimwaga jambo la matatizo mbele za watu, ambapo matokeo hayatakuwa mazuri. Hutuba zote alizotoa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika eneo la Makka hakugusa hata kwa kuashiria sintofahamu iliyotokea baina Ali na Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu jami'an. Alipokuwa anaondoka katika mji wa Makka, ametanguzana pia na makundi makubwa ya watu, ambayo sehemu kubwa ya makundi yale yalikuwa yanaishia njiani, yanaelekea maeneo ya kwao. Watu wa Yaman wanaenda zao kwao Yaman, watu wa Iraki wanakwenda zao kwao Iraki. Watu waliovutana ni watu ambao wanakwenda na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina. Mpaka alipofika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake katika eneo lililotambulikana kwa jina la Ghadir Hum. Ghadir maana yake ni mustanqa'ul ma, eneo maji yanakusanyika. Lakini pale eneo lile lilikuwa linaitwa Humman, ndio jina la eneo, lakini pana maji yamekusanyika pakaitwa kwa jina la jumla Ghadir Hum. Kwa watu wenye mazingatio, na ukiona kitu huwa wanajiongeza, humu barabarani ukitembea utakuta magari yameandikwa nembo pale mbele kwenye eneo la mbele, yameandikwa Ghadir Hum. Hilo gari tuliona ujue mwenyewe ni Shia, mwenye gari hilo ni Shia, na alichokiandika hapo Ghadir Hum anakusudia tukio hili. Kawaida ya wasafiri wa zamani walikuwa ni wasafiri ambao wanasafiri kwenye mazingira magumu, vipando vyao ni wanyama, na mapumziko yao ni maeneo ambayo watakuta kuna maji, kuna mazingira rafiki ya kupumzika. Hawakuwa na magesi, mahoteli na vitu kama hivyo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipofika pale, kwa sababu yupo na watu wa Madina tu, akaweka kituo pale, kwa sababu yahitajia eneo yale ni marafiki kwa mtu kupumzika. Maji hapo na huduma zile za kijamii zinapatikana. Akaweka kituo pale, akaenda kulizungumza lile tukio pale. Akatoa hotuba yake ambayo imekuja kuleta utata, na watu wamegawanyika makundi mawili kutokana na hotuba hiyo. Baadhi ya ibara alizozisema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akasema alayhi salatu wassalam, man kuntu maulahu fahadha aliyu maulahu, allahumma wali man walahu wa adi man adahu. Allahu akbar. Enyi masahaba wangu watukufu, kiongozi wenu hakukosea. Alichokifanya ni moja ya mamlaka ya uongozi. Hakuchupa mipaka wala hakudhulumu. Man kuntu maulahu, ambaye yeyote anajua mimi ndio mtawala wake, kiongozi wake, fahadha aliyu maulahu, amfanye Ali kuwa naye ni kiongozi wake. Msijitoe kwenye taa ya Ali kwa yale yaliyotokea kwake. Yeye hakukosea.
Si mnanikubali mimi mtume wenu, na huyu si mmemteua mimi awe kiongozi wenu kwenye ile safari? Basi kama mnavyonipenda mimi, mpendeni na nani? Allahumma, ninakuomba wewe Mola wangu, wali mawala, mpende anayempenda Ali, wa adi man ada, na mchukie ambaye atamchukia Ali ibn Abi Talib kwenye hii kadhia. Masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nyoyo zao ziliumbwa katika muonekano na muumbo wa sam'an wa ta'a. Ile hutuba ikaondoa matatizo yote kwamba Ali ibn Abi Talib alichokifanya ni haki na Mtume amemuunga mkono. Utata ukaondoka na zile simanzi za watawaliwa juu ya mtawala wao zikawa zimeondoka, wakatoka pale wakiwa ni yadan wahidan wa qalban wahidan, mkono mmoja na moyo mmoja, kutoka pale kurudi zao katika mji wa Madina. Ikhwani fil iman, hivi inatosha hadithi hii kusema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameweka ujumbe kwamba mtawala baada yake yeye atakuwa ni Ali ibn Abi Talib, kwa matamko haya? Au kuna matamko mengine mnayo nyinyi sisi hatuko nayo? Haya maneno yana ishara ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemsimika Ali ibn Abi Talib au kiongozi baada yake. Mbona amesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ya aballahu illa Aba Bakarin, na Allah hatakubali isipokuwa nani? Abu Bakar as-Siddiq. Maneno haya, man kuntu maulahu fahadha Ali maulahu, na maneno haya wa ya aballahu illa Aba Bakar, yapo wazi zaidi kwenye utawala wa Abu Bakar as-Siddiq, utawala wa masahaba baada ya Mtume. Yapo wazi zaidi. Anakuja mama mmoja anamwambia Mtume Muhammad kadha wa kadha. Mama anaondoka kwa ahadi na Mtume kwamba ukirudi nitakufanyia kadha wa kadha. Yule mama anamuuliza Mtume, araaita in lam udrikuk, unaonaje Mtume nikaja ikawa nimekukosa wewe, nifanyeje? Akamwambia iti Abu Bakar, ukija umenikosa mimi mfuate nani? Abu Bakar as-Siddiq. Ama adilla zilizokuwa asrah fi khilafati Abi Bakr akthar wa ashmal wa ajal kuliko hizi zinazodaiwa kuwa khalifa baada ya Mtume Muhammad ni nani? Ali ibn Abi Talib. Ikhwan, hali katika mambo ambayo Mtume aliyafanya katika safari yake, anarudi katika mji wa Madina. Akafika Madina, akaweka misingi bora ya Uislamu, akamalizia majukumu yake yaliyotumwa na Mola wake, na alipokamilika ikawa hakuna sababu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuendelea kubakia duniani. Mwangalie Mubarak Furi katika Ar-Rahiq Al-Makhzumi, ameelezea siku 5 kabla ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam hali ilikuwaje, siku 4 zake zilizobaki, siku 3, siku 2 mpaka siku 1, mpaka masaa machache yaliyobaki kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaondoka akauacha umma kwa Abu Bakar as-Siddiq, na baada yake akachukua uongozi Umar al-Faruq, na baada yake akachukua uongozi Uthman ibn Affan, na katika al-Khulafa ar-Rashidun mwisho kamaliza khilafa Ali ibn Abi Talib. Takunu al-khilafatu ala minhaji an-nubuwa 40 ama, ukhalifa utakaokuwa kwenye mifumo ya utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam utadumu ndani ya miaka 40. Imekamilika miaka 40 kwa miezi miwili ya utawala wa Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, ikawa khilafa ala minhaji nubuwa imekusha hapo. Akatubashiria Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma taati mulkan, kisha baada hapo utakuja ufalme. Na mfalme wa kwanza alikuwa sahaba mtukufu Muawiya ibn Abi Sufyan,
ambaye alikaa kwenye utawala miaka 20, na bishara ya utawala wake alibashiria Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kusema mulkan wa rahma, utawala utakuwa ni ufalme pamoja na rahma kubwa. Na Allah ameshuhudia futuhati islamia zilizofanyika zama za utawala Muawiya bin Abi Sufyan Khalil al-Mu'minin, na waislamu wote wakiwa kitu kimoja. Kutofautiana katika baadhi ya matukio kulitokea hata wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuna wakati baadhi ya masahaba walikuwa na rai khilafu na Mtume. Naam, tena bahati, kuna wakati mwingine Qur'ani inashuka kuunga mkono rai ya baadhi ya masahaba dhidi ya rai ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binadamu sio mawe kusema ukiwaacha hapa utakwenda miaka nenda miaka rudi kirudi, labda ungebadilisha yale mawe. Binadamu haiko hivyo. Wala yazaluna mukhtalifin illa ma rahima Allah, walidhalika khalaqa. Binadamu wana kawaida ya kutofautiana, na huu ni ukamilifu, sio udhaifu, kwa sababu kila mmoja ana rai kwenye kuyaendea mambo. Rai yako wewe sio rai yangu mimi, lakini inapotokea tunahitilafiana kwa rai, kwanza kabisa kila mtu amheshimu wenzake kwenye rai, na kila mtu aone kwamba mwenzangu amefanya jitihada, anakusudia kupatia. Alafu baadaye tukae tuangalie rai ipi iliyokuwa raje dhidi ya rai ya marjuh. Umma wa Kiislamu unaendelea, hautakuwa na tatizo lolote. Ikhwani fil iman, dunia imekabwa koo, inapumua kwa tabu wakati huu tulionao, na matukio yaliyopelekea dunia kukabwa koo yote yanatokea kwenye maeneo ya Uislamu. Leo hii kupitia katika mfereji wa Hormuz dunia nzima inapumulia mashine, na ule mfereji wa Hormuz kuliani yupo Mwirani anadai Uislamu, kushotoni yupo Muomani naye ni Muislamu. Eneo hili kumbe ni eneo la Waislamu, na kinachotokea pale kumbe Waislamu wanaweza sio tu kwenye dini yao, wana uwezo hata kwenye dunia yao kuitetemesha dunia nzima. Nishati iliyozuiliwa kupita katika mfereji wa Hormuz inatoka kwenye miji ya Waislamu. Sijui mnaelewa vizuri, sijui mnazingatia. Kinachoyumbisha uchumi wa dunia si kwa sababu Waislamu ni maskini, ni kwa sababu Waislamu wameamua kuzuia maeneo yao kutoka kwenye nishati inayotoka kwenye miji yao. Naam, ikiwa kama mfereji wa Hormuz umefunguliwa, alafu zile nchi ambazo zinazalisha ile nishati, petroli pamoja na gesi, mafuta pamoja na gesi, ambazo pia ni nchi za Kiislamu, wakaamua sisi hatutoi gesi yetu, hatutoi petroli yetu, hatujaiendesha dunia, hatujaitawala dunia, hatujaiamrisha dunia tunapotaka. Udhaifu na udhalili wa Uislamu unatoka wapi? Kama utasema Muomani ni ibadi, utasema Mwirani ni Shia, hawa wote sio katika Ahlus Sunnah wal Jamaa, wamezuia ule mfereji. Naam, hiyo nishati inatoka kwa nani? Inatoka kwa ibadi na Shia. Nishati inatoka kwa msuni huku ndani, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar na nani. Mnaona namna gani Allah amewapeni izza Waislamu duniani? Hivi kwa nini sisi tunakuwa wanyonge kwa Amerika? Kwa nini tunakuwa wanyonge kwa mataifa ya Ulaya? Leo hii dunia nzima inatetemeka kwa sababu ya mfereji uliopo ndani ya miji ya Waislamu. Iweje leo Waislamu hawa ni waamrishwaji wakati wao wana kila kitu, dini yao imekamilika, uchumi wote wanaoshika wao? Kwa nini? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuacha katika uwanja mweupe, usiku wake na mchana wake ni sawa, hapotei ila aliyoandikiwa na Allah kuwa ni mpotevu. Ikhwan wa iman, tunakiri kwamba Amerika pamoja na Israeli wamefungua mlango wa shari. Nasema hivi ninavyosema mimi,
Amerika pamoja na Israeli wameufungua mlango wa shari, na huu mlango ukiachwa wazi kama hivi alivyofungua Amerika, dunia haitakalika. Yani itokee tu mtu anaamua kwa utashi wake anakwenda kwenye nchi, anaanza kuua viongozi wa ile nchi. Wewe ni nani? Mamlaka hayo kakupa nani? Naam, ni kweli Irani ni madhuluma. Irani wamedhulumiwa kwa kuuawa viongozi wao, ndio kweli wamedhulumiwa. Na hili jambo liishie pale pale, lisiendelee tena, kwa sababu huo mlango wa shari mkiufungua itakuwa halali kwa kila mtu anayesikia kwenda kwenye nchi fulani kuwa viongozi, mawaziri, marais na mtu mwingine. Hivi dunia inakubaliana na hilo? Dini inakubaliana na hilo? Lakini Allah pamoja na kwamba Irani wamedhulumiwa kwenye hilo, haufungui mlango wa kuwapenda wanaowatukana masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na kuwakejeli wake za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na kuleta uongo kwa Allah na mtume wake. Hilo halipelekei kuleta mapenzi baina yetu sisi na Mashia. Naam, alhaqu yuqal, haki inatakiwa iseme. Ni kweli Irani wamedhulumiwa, na huu ndio uadilifu wa Uislamu. Uislamu unasema haki popote pale ilipo, hata kama ni adui. Ndio Irani mshia ni adui wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini kwenye kadhia ya kuuliwa viongozi wao wamedhulumiwa. Na Amerika pamoja na Israeli wamedhulumu, na hao ndio ambao wanaiweka dunia kwenye wakati mgumu huu tuliona. Lau kama mama yake mzazi Benjamin Netanyahu angemuua Netanyahu utotoni, tungepata mashakili. Lau kama mama yake Donald Trump angemmaliza yule mtoto utotoni, tungenusurika na hii adha ambayo tunatawaliwa na dunia ya watu vichaa, ambao wao wakitaka lao hawajali kumwaga damu, hawajali kudhulumu mtu, wakitaka lao wao wanafanya wanachotaka. Hivi sivyo alivyokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madhila yote aliyopata kwa Makuraishi mpaka akafukuzwa kwenye mji wa Maka. Mwaka wa 8 anakwenda kufanya fathu Maka, anawauliza, mnaona mimi nawafanya nini kwenye kulipa kisasi? Wakamwambia, akhun karim wa ibn akhin karim, sisi tunakuwa nao ndugu yetu mkarimu na ni mtoto wa ndugu zetu wa karimu. Akasema, idhabu antum khulaqa. Kama ingekuwa tuzo za Nobel zipo, Mtume alikuwa apewe tuzo hilo la Nobel, kwa sababu aliweka amani kwenye hofu. Mtu mwingine wa kawaida pale angelipiza kisasi akafanya unyama, lakini Mtume akamwambia, nendeni, mpo huru. Hata baadhi ya watu ambao walitaja kwamba wauawe popote watakapokamatwa, walipokwenda mbele ya Mtume na washafika mbele ya Mtume, masahaba watatekeleza amri ya kuwaua, Mtume akamwambia, mmechelewa, wapo mbele yangu hapa kina Ikrima ibn Abi Jahl, hakuna tena ruhusa kuwaua. Wakatoa shahada wakasilimu. Huyu ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, katika jumla ya yale aliyozungumza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika khutbatu alwadaa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumzia kuhusiana na haki za ndoa kwa upande wa wanaume na upande wa wanawake. Hili tunataka tulikariri. Allah amehalalisha miili ya wake zetu kwa neno lake, fa innakum mustahalaltum furujahunna bikalimatillah, mmehalalikiwa na tupu za wake zenu kwa neno la Allah. Fastausu bin nisa'i khaira, kuweni na wasia wa kheri kwa wanawake. Haya maneno aliyazungumza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika khutbatul wadaa, lakini akawaambia wakina mama, nyinyi pia waume zenu wana haki kwenu. Msiwaingize ndani ya nyumba zenu watu ambao waume zenu wanakarahika na hilo. Kwenye simu yako usisave jina la mwanamume ambaye mume wako hakuruhusu. Usiwe na nyakati za kufanya chatting na wanaume ajnabia, wewe mke wa mtu. Dunia sasa, mwanamke mume wake kasafiri, ukiangalia kwenye WhatsApp yake saa 8 usiku yupo online. Huyu mke wa mtu saa 8 usiku. Na anayeuliza swali hilo ni mume mtu. Mke wangu saa 8 hii unaonekana upo online, unaongea na nani?
Kiamu laili kwenye simu. Mmepewa wajibu kama mlivyopewa haki. Mmepewa haki, lazima mzipate haki zenu, lakini pamoja na haki mliopewa, mmepewa wajibu wa kuchunga ili twende sambamba, twende sawa sawa. Lakini msipotekeleza wajibu wenu, mkaendelea kudai haki zenu, wakati huo mtakuwa mnadai haki hali ya kuwa mnapoteza haki. Ummatu wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuwekea misingi ya kuishi kwa amani na mapenzi, na wakati huu tunaozungumza tumemaliza majukumu yale ya msingi ya dini, yale ya msingi ya juu ya dini. Tupo bado na miezi mitukufu, tunamalizia mwezi mtukufu huu wa Dhulqaada, tutakuwa na mwezi mtukufu wa Al-Muharram. Hizi ni nyakati bora, Allah ametutaka tusidhulumu nafsi zetu katika nyakati hizi. Kesho ni siku ya Alhamisi. Kawaida Waislamu wanafunga sunna siku ya Alhamisi, ama kwa kesho ni haramu kufunga. Uharamu wake ni kwa sababu katika ayamu tashriq Mtume anasema ni iduna, na ni siku ya kula na kunywa. Lakini pia mwezi 13 siku ya mwisho ayamu tashriq, watu wanafunga saumu za sunna za masiku meupe. Usifunge tarehe 13 wa mwezi huu, kwa sababu itakuwa bado ni katika ayamu tashriq, na tulitangulia kutoa uzindushi. Wale waliotusikia mwanzo wameziweka siku zao 3 ndani ya masiku ya 9 ya mwanzo, lakini wale ambao kupata ujumbe huu naona desturi ya kufunga masiku meupe, basi na waanze kufunga mwezi 14 labda na 15 16, ama siku ya tarehe 13 wasifunge, kama ilivyokuwa pia kesho Alhamisi hakuna saumu. Hapa nitakuwa nimemaliza hutuba yangu.